Serikali ya Tanzania imepewa siku 30 na kikundi cha mawaziri cha Jumuiya ya Madola CMAG kutatua swala la kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kupitia njia za kisiasa na kisheria, na kuachia huru watu wengine wanaoshikiliwa kwa sababu ya kutumia kile kinachotajwa na jumuiya hiyo kama haki zao kwa amani. Maelezo hayo yametolewa Julai 10 mwaka 2026 katika mkutano wa pamoja wa dharura wa CMAG ulioambatana na kutolewa tamko hilo ambalo limetaka pia kufanyika kwa jukwaa la mashauriano linaloshirikisha vyama vyote vya siasa Tanzania ndani ya siku 90 ili kujadili mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, masuala ya mahabusu na uwajibikaji, na ndani ya siku 60 irejeshe uhuru kamili wa matumizi ya mitandao ya kijamii. CMAG pia imeamua kuendelea kuiweka Tanzania kwenye ajenda yake rasmi, ikisema pamoja na hatua chache zilizopigwa tangu maamuzi ya mkutano wake wa Disemba 5 mwaka 2025, bado yapo maeneo muhimu ambayo hayajatekelezwa. Kikundi hicho kimetaka kuondolewa kwa vikwazo vinavyohusu uhuru wa kukusanyika, kujieleza, shughuli za asasi za kiraia na vyombo vya habari, kufanyika kwa mazungumzo ya kisiasa kati ya vyama, pamoja na kuwepo kwa uwajibikaji wa wahusika wa matukio ya vurugu na fidia kwa waathirika pale inapostahili. Hata hivyo, serikali ya Tanzania kupitia kauli za viongozi wake wa ngazi ya juu imekuwa ikisisitiza mara kadhaa kuwa haiwezi kuingilia mwenendo wa shauri la Tundu Lissu kwa suala hilo liko mahakamani. Wamekuwa wakieleza kuwa Tanzania ni nchi huru na yenye mamlaka kamili ya kujiamulia mambo yake ya ndani, hasa utawala wa nchi, utekelezaji wa sheria na masuala ya ndani ambayo yanaendeshwa kwa mujibu wa katiba na sheria za Tanzania bila kushinikizwa au kuamuliwa na mataifa au taasisi za nje. Tamko hili limejiri baada ya mkutano huo kupokea ripoti ya Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola kuhusu ziara ya mjumbe wake maalum nchini Tanzania Dr. Lazarus Mukasa Chakwera na Rais mstaafu wa Malawi ya mwezi Aprili mwaka 2026. Wakati wa ziara hiyo, Chakwera alikutana na Rais Samia Suluhu Hassan, viongozi wa serikali na viongozi wa vyama vya siasa, wawakilishi wa asasi za kiraia, viongozi wa dini, tume ya uchunguzi wa matukio ya wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 pamoja na wadau wengine. CMAG imekubali kukutana tena kwa dharura Septemba mwaka 2026 kupokea ripoti ya maendeleo kutoka Tanzania. Na katika mkutano wa Novemba 2026, CMAG itafikiria kuchukua hatua zaidi iwapo hakutakuwa na maendeleo yaliyotarajiwa. Aidha, CMAG imesema Jumuiya ya Madola iko tayari kutoa msaada wa kiufundi kwa maombi ya Tanzania na itaendelea kushirikiana na Umoja wa Afrika AU, SADC, EAC na Umoja wa Mataifa UN. Hapa tunachambua tamko la kikundi cha mawaziri cha Jumuiya ya Madola CMAG kilichompa serikali ya Tanzania siku 30 kutatua suala la kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kupitia njia za kisiasa pamoja na kisheria. CMAG pia inataka mazungumzo ya kitaifa ndani ya siku 90 na kurejesha uhuru wa mitandao ndani ya siku 60, huku kiendelea kuiweka Tanzania kwenye ajenda yake. CMAG ilitoa tamko baada ya mkutano wa dharura Julai 10 mwaka 2026. Inampa Tanzania siku 30 kutatua suala la Lissu na kuachia huru wengine wanaoshikiliwa kwa sababu ya kutumia haki zao kwa amani. Inataka jukwaa la mashauriano linalohusiana na vyama vyote vya mageuzi la uchaguzi, ushindani wa kisiasa, mahabusu na uwajibikaji ndani ya siku 90 na kurejesha uhuru kamili wa mitandao ndani ya siku 60. CMAG imekubali kukutana tena Septemba mwaka 2026 kupokea ripoti ya maendeleo, na Novemba mwaka 2026 itafikiria hatua zaidi ikiwa hakutakuwa na maendeleo. Inakubali kutoa msaada wa kiufundi na kushirikiana pamoja na AU, SADC, EAC pamoja na UN. Tamko hili linatokana na ripoti ya ziara ya mjumbe maalum Dr. Lazarus Chakwera Aprili mwaka 2026 na wasiwasi wa kimataifa kuhusu matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 pamoja na kesi za viongozi wa upinzani. Uchaguzi uligubikwa na madai ya udanganyifu pamoja na vurugu. Serikali ilitangaza takriban vifo 518 wakati ripoti za Amnesty International na Human Rights Watch zinakadiria kuwa idadi ilikuwa kubwa zaidi, na kesi za uhaini dhidi ya Lissu pamoja na wengine zimezua wasiwasi mkubwa. Mjumbe maalum alikutana na Rais Samia, viongozi wa serikali, upinzani, asasi za kiraia na viongozi wa dini, na ripoti yake ilichangia tamko la CMAG.
CMAG ilisimamisha Tanzania kwenye ajenda yake Disemba mwaka 2025, na pia EU pamoja na Marekani zimechukua hatua za shinikizo, yani azimio la msaada na muswada wa S4577, na serikali imesema kesi za Lissu pamoja na wengine zinaendeshwa na mahakama bila kuingiliwa. Tamko la CMAG linaonyesha shinikizo la kimataifa linaloendelea. Kuweka muda maalum wa siku 30, 60 pamoja na 90 ni mkakati wa kushinikiza mageuzi. Serikali inasisitiza uhuru wake wa mambo ya ndani na utawala wa sheria, lakini shinikizo hili linaweza kuathiri uhusiano wa kimataifa pamoja na misaada. Serikali inapaswa kuchukua hatua halisi za uwajibikaji na maridhiano ili kurejesha imani. Kesi za viongozi wa kisiasa zinapaswa kuendeshwa kwa uwazi na bila kuingiliwa, na mazungumzo ya kitaifa na kurejeshwa uhuru wa mitandao ni muhimu ili kujenga umoja. Hii ni sehemu ya mfululizo wa shinikizo la kimataifa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. CMAG inatumia mbinu ya carrot and stick, msaada wa kiufundi na hatari ya hatua zaidi, ambapo serikali ina nafasi ya kujenga ulisi wa mageuzi halisi badala ya kujitetea tu. Tanzania inahitaji maridhiano yenye nia njema, uwajibikaji wa matukio ya Oktoba mwaka 2025 na mageuzi ya katiba ili kurejesha imani ya ndani na kimataifa. Kuendelea na msimamo wa mambo ya ndani kunaweza kuongeza uharibifu wa kiuchumi na kidiplomasia. Viongozi wanapaswa kutumia fursa hii kujenga taifa lenye umoja na demokrasia yenye maana. Wapenzi wasikilizaji, tamko la CMAG linatuonyesha umuhimu wa mageuzi na maridhiano. Tanzania inahitaji hatua halisi ili kurejesha imani. Nini maoni yako wewe kuhusiana na tamko hili lililotolewa na CMAG kuhusiana na haya yanayoendelea hivi sasa nchini Tanzania? Matamko yamezidi kuwa mengi na shinikizo kubwa kutoka nchi za kimataifa na Umoja wa Mataifa pamoja na asasi za nje ya nchi kuhusiana na Tanzania na demokrasia ilivyo nchini, wote wakishinikiza kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na wengine wafungwa wa kisiasa ambao wanashikiliwa pasipo kesi za msingi. Lakini serikali ya Tanzania imesema kuwa mambo yanayoendelea kuhusiana na Tundu Lissu pamoja na hao wengine wanaotuhumiwa kama ni wafungwa wa kisiasa ni mambo ya kimahakama. Kwa hiyo Tanzania inaongozwa kwa katiba zake na ni nchi huru, inaweza kujiamulia mambo yake ya ndani pasipo kuingiliwa na nchi zingine. Hilo ndio jibu la nchi ya Tanzania. Je, wewe nini maoni yako kuhusiana na haya yanayoendelea sasa hivi? Je, serikali ya Tanzania iko sawa kuendelea kushikilia msimamo wake huo au watakuja na kitu kingine ambacho kitatushangaza zaidi? Endelea kuwa nasi na sisi tutazidi kukuletea taarifa kadri zinazozidi kutufikia.